Kwa namna ratiba ilivyo kwa upande wa klabu ya Simba, ratiba imekaa vibaya sana. Yaani ratiba imekaa kwa ugumu. Yaani ratiba ambayo ukitazama jinsi ilivyo inatia mashaka, na hii inaweza kupelekea Simba wakapoteza ubingwa. Yaani bodi ya ligi wanaweza kasababisha Simba akapoteza ubingwa kwa sababu ya namna ambavyo wametengeneza ratiba ya ligi. Hii ratiba inawabana Simba. Yaani inawabana na sio kidogo. Yaani ikiwezekana mchezo mmoja uahirishwe kwenye hii michezo minne. Ikiwezekana mchezo wa KMC uahirishwe kwa sababu ukitazama hii ratiba kwanza haijazingatia masaa 72 kwa sababu hii imekaa kwenye masaa 48. Yaani unapumzika masaa 48 unacheza mechi inayofuata, unapumzika masaa 48 unacheza mechi inayofuata. Lakini kwa utaratibu unatakiwa upumzike masaa 72 kutoka mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine. Sasa Simba wao hawafikishi hayo masaa 72, wako ndani ya masaa 48. Kitu ambacho kidogo kinaweza kwenda kuwasumbua sana kwenye mechi zao ambazo zinafuata. Hizi mechi zinachezwa nyingi back to back. Na hii ratiba ambayo imechezwa na bodi ya ligi. Lakini bodi ya ligi kama chombo kinapaswa kutengeneza mazingira ya timu zote kucheza mechi zao kwenye mazingira mazuri. Hata kama ligi itachelewa kumalizika sio shida, kwa sababu ligi ya Tanzania sio kwamba ndio ligi ya kwanza kuchelewa kumalizika. Kwa mfano ligi ya Misri mara nyingi huwa inaenda mpaka hata mwezi wa 6 mwishoni. Bado haijamalizika kwa sababu ya jinsi ambavyo timu zao zinacheza kwenye mashindano ya kimataifa. Kuna wakati timu zao zinafika mpaka finali kwenye klabu bingwa. Kuna wakati timu zao zinafika mpaka finali kwenye kombe la shirikisho. Na ndio maana mara nyingi ligi yao inaenda mpaka hata mwezi wa 6 mwishoni haijamalizika. Na inakuwa hivyo kwa sababu ya viporo ambavyo vinakuwepo kwenye ligi. Kwa hiyo hata sisi hatupaswi kuwalazimisha Simba kucheza mechi kwa haraka ili tuwe kuepuka viporo. Ila tunapaswa kutengeneza mazingira mazuri ya Simba kushinda mechi zake vizuri na kukusanya alama zake vizuri kama ambavyo timu zingine zinacheza. Timu zingine zimecheza kila baada ya masaa 72. Kwa nini Simba alazimishwe kucheza ndani ya masaa 48? Kwa nini asisubiriwe kucheza ndani ya masaa 72 kama ambavyo timu zingine zimecheza? Hilo ni swali tu ambalo unaweza ukajiuliza. Bodi ya ligi wanapaswa kutengeneza mazingira ya fair kwa kila mtu. Hata kama Simba ina viporo vingi, lakini hivyo viporo sio shida. Kwa mfano msimu uliopita pale Misri, Ahly alifikia sehemu alikuwa na viporo 8 kwenye ligi. Wenzake tayari walikuwa wameshacheza michezo 42. Yeye tayari wakati huo ndo kwanza ana michezo 30, ana michezo alikuwa anakuwa na mapungufu ya michezo 8. Kwa hiyo kuna wakati inabidi bodi ya ligi wasiangalie kumaliza ligi mapema. Wanapaswa kuangalia usawa kwa timu zote, kwamba kila mtu apate kile ambacho anastahili kukipata kwa wakati ambao ni sahihi. Tukisema tu tuende kwamba tulazimishe ligi ishe kwa wakati kuna timu inaumia, inakuwa sio jambo zuri. Simba wanaumizwa na hii ratiba. Leo watu hawaioni ni ngumu kwa sababu haijaanza, madhara yake haijaanza kuonekana. Lakini hii ni ratiba ambayo madhara yake yanaweza kuwa ni makubwa. Kwanza inaweza kupelekea Simba kudondosha alama, lakini pili inaweza kusababisha majeraha pia kwa wachezaji. Lakini tatu inaweza kuendelea kuongeza uchovu kwa wachezaji, kwa sababu wachezaji wa Simba wamecheza mechi nyingi tangu mwanzoni mwa msimu mpaka sasa. Unajua wachezaji wa Simba ndio wachezaji ambao wamecheza mashindano yote ambayo yanatakiwa ambao wanapaswa kushiriki kwenye kalenda ya TFF. Na wapo kwenye hayo mashindano yote mpaka sasa. Hakuna hata shindano moja ambalo wametoka. Shindano la ngao ni shindano ambalo limeingia katikati, ambao ni shindano tu ambao ni kama bonanza tu la wiki moja linamalizika, maisha mengine yanaendelea. Lakini yale mashindano ambayo yapo kwenye kalenda ya TFF na pia yapo kwenye kalenda ya CAF ni mashindano ambayo Simba ameshiriki mashindano yote, na mpaka sasa hivi bado yuko kwenye mashindano yote. Kwa maana yupo kwenye ligi kuu, yupo kwenye kombe la FA kwa maana ya CRDB Confederation Cup, lakini pia yuko kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Na maana kwenye mashindano yote bado yupo mpaka sasa. Na kama bado yupo mpaka sasa, maana yake ni kwamba wachezaji wake wametumika muda mrefu, watakuwa wamechoka kwa namna moja ama nyingine, wanahitaji muda wa kupumzika na kurecover. Na hizo safari zote ambazo wamezifanya, kuna safari ambazo wamepiga safari za masafa marefu kwenda na kurudi. Simba imeenda Algeria, imetoka Algeria imeenda Cairo pale, imetoka Algeria imeenda Tunisia, imetoka Tunisia imeenda Angola, imeenda Angola imerudi imeenda South Africa. Hayo ni mataifa ambayo Simba katembea yote kwa msimu huu peke yake. Manake uchovu wa wachezaji upo. Lakini pia bado wana mechi ya kwenda kucheza tena Morocco ya finali. Sasa ili hao watu usiwape uchovu, inabidi watengenezee mazingira mazuri yao kupumzika. Walau hata kama unawabana kwenye ratiba,
lakini wacheze ndani ya hayo masaa 72, wacheze wakamilishe ile kanuni tu mama ya masaa 72. Kila baada ya masaa 72 unacheza mechi, isiwe katikati ya masaa 72. Ikiwa katikati ya masaa 72, maana yake unaiathiri Simba bila wewe mwenyewe kujua. Sijajua kwa nini hata viongozi wa Simba hawajalalamika, au pengine wamelalamika lakini hajasikilizwa, lakini ukweli ni kwamba bodi ya ligi wanaweza kuchangia Simba kushindwa kubeba taji la ligi kuu kwa msimu huu wa mwaka 2025 2026 kutokana na namna ambavyo ratiba yao ilivyo. Ratiba iko very tight sana, ratiba yao inawabana sana, ratiba yao haiwapi muda wa kupumzika, kitu ambacho sio fair. Kama ambavyo timu zingine zimepata muda wa kupumzika, ndivyo ambavyo hata Simba anapaswa kupata muda wa kupumzika. Hii issue ya Simba kucheza tu ili mradi ratiba ikamilike ni issue fulani ambayo haijakaa sawa. Kwa hiyo nafikiri TFF, bodi ya ligi na Simba wanapaswa kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kufanya, kwa sababu siamini kama kocha wa Simba Fadlu Davids anaweza kukubali ratiba kama hii haifanyie kazi. Sidhani kama anaweza kukubali kitu kama hicho, au kama viongozi wa Simba wanaweza kukubali ratiba kama ya namna hii kuifanyia kazi. Nadhani kuna haja ya hawa watu wawili kuangalia namna ya kuwapumzisha wachezaji, ili pia kiafya ya mchezaji pia vile vile, kwa sababu mwisho siku mpira wa miguu ni maisha ya mtu, yani ndo career ya mtu yani. Manake ukimtengenezea ratiba ambayo ni mbovu akapata majeraha kumweka nje muda mrefu, manake unaharibu pia ugali wake. Pamoja na kwamba ana mkataba, lakini ukumbuke kuna siku mkataba wake utaisha, na siku ambayo mkataba wake utaisha manake atademand mkataba mpya. Ile siku ambayo anademand mkataba mpya, kama hajafanya vizuri, manake hawezi kupata mkataba ambao una thamani ya kile ambacho yeye anakihitaji. Kwa hiyo bodi ya ligi kama chombo kinapaswa kutazama hili. Wasiangalie tu kwamba ligi itachelewa kumalizika, ila wanapaswa kuangalia namna ambavyo kila timu itanufaika na ratiba. Hata kama ligi itamalizika mwezi wa 5 mwishoni, au hata kama ligi itamalizika mwezi wa 6 mwishoni, it doesn't matter. Hata kama ligi itakuja kumalizika baada ya mwezi wa 7 mwanzoni, hiyo haijalishi. Tunachotaka ni timu zote kupata muda mzuri wa kucheza. Wabahafu baadaye, hata kama itakuwa pre-season itakuwa ni muda mdogo, bado hakuna shida, kwa sababu kama ni mashindano ya kimataifa yanaanzaga mwezi wa 8 mwezi wa 9 mwanzoni, au mwezi wa 8 mwishoni. Ina maana ligi kisha mfano mwezi wa 6 mwishoni, ina maana hapo katikati mwezi wa 7 ule ndio unaweza kutumika kama pre-season, na mwezi wa 8 mwanzoni kwenye tarehe 15 16 mwezi wa 8 huko, au mwezi wa 9 mwanzoni ndio mashindano ya ligi ikaanza, kitu ambacho hakiwezi kuwa shida yoyote ile, wala hakiwezi kuwa ni tatizo kwa mtu yoyote. Pamoja na kwamba kuna hizo mechi za playoff na nini, lakini timu ambazo zinacheza playoff ni timu ambazo ziko chini na zile ambazo ziko zinatoka championship, ambao ni playoff ambayo kuchukua muda mrefu sana, kwa sababu zinachezwa nyumbani na ugenini tu fast zinamalizika, na watu wanapata muda wa kujiandaa vizuri. Kwa hiyo isilazimishwe ratiba ligi kumalizika kwa wakati ikiwa kuna timu ambazo zinaumia. Kwa hiyo nafikiri Simba anapaswa kupewa muda kama ambao timu zingine ambazo zimepata muda, ili waweze kucheza mechi zao vizuri, washinde wakiwa comfortable kabisa, kwa sababu sasa hivi ikitokea Simba ameshindwa kupata matokeo mazuri, lawama zitakuwepo kwa bodi ya ligi kwamba wamewaonea Simba kwenye ratiba. Kwa hiyo nadhani hilo ni swala ambalo bodi ya ligi wanapaswa kulitazama upya.